Rano, this is another one and only. Leo ni football, niko na goalkeeper makini sana kutoka chuo cha elimu biashara CB na si mwingine ni Degea. Bana Degea, mambo vipi? Mambo fresh. Sasa bwana, mimi nimefurahi sana kuwepo studio za Generation siku ya leo. Naam. Jambo la kwanza tutamani kukufahamu wewe kwa sababu watu wamekuwa wakisikia wengi ukiitwa Degea lakini wafahamu jina lako kamili au mambo fulani kuhusu wewe. Wewe ni nani Degea? Kwa majina yangu mimi naitwa Brighton. Naam. Yeah, Brighton Winston. Degea, wewe ni mkazi wa wapi labda hapa nchini Tanzania? Yaani mkoa ambao umetoka? Mimi natokea Dar es Salaam. Mkoa wa Dar es Salaam. Yeah, natokea Dar es Salaam. Naam, tuanze moja kwa moja kwenye swala zima la goalkeeper. Naam. Umekuwa goalkeeper na ni goalkeeper mzuri sana. Yeah. Kwanza uliwezaje kutambua kama wewe ni goalkeeper mpaka sasa? Mimi nafikiri wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Hivyo kutambua kama mimi ni goalkeeper kulitokana na kukosa nafasi. Sababu mwanzo nilikuwa nacheza nafasi za ndani. Kwa hiyo baada ya kukosa nafasi za ndani nikajaribu kucheza goalkeeper, nafasi ya goalkeeper. Hivyo nilipocheza nafasi ya goalkeeper watu wakaniaminisha kwamba naweza nikawa mzuri tofauti nikicheza ndani. Umekuwa na miaka mingapi mpaka sasa ni ukiwa kwenye sekta hiyo ya kucheza mpira kwenye engo ya goalkeeper? Nafikiri mpaka sasa nina miaka 12. Miaka 12. Miaka 12. Na umri wako kwa sasa una umri gani? Hivi sasa nina miaka na miaka 26. 26. Yeah, 26. Congratulations sir. Thank you so much. Bwana Degea, kuna mambo mengi ambayo nataka tudiscuss siku ya leo. Ndio. So unajua yatafanya mashabiki au pamoja na wadau wengine kuwa aware kwenye masuala mazima ya mpira. Ndio. Kuna zile moment ambazo baadhi ya makipa wananisema nilikimbia mpira kuudaka kwa sababu niliona Simba. Hizo zile moment waga ni za kweli au ni kwamba ni kuzuga tu kwamba goalkeeper kwa sababu amefungwa? Mimi nafikiri kitu sahihi na jibu sahihi la kutoa shuhuda au kuwitness jambo ni uwe tayari na wewe limesha kukumba au limesha kukuta. So nachoamini kwenye hilo ni masuala ya imani. Nikiwa mimi binafsi sijawahi kukutana na Simba. Labda nimekutana na Simba huyu hapa nimekutana naye hapana, lakini huwa ni mambo ya imani. Na hizo nyakati huwa zinatokea kutokana na aina ya mashindano au mechi, lakini exactly kukutana na Simba binafsi sijawahi kukutana na Simba, lakini na pale ambapo inatokea kwamba mpira umepigwa golini na goalkeeper kafungwa goli, ambapo unawafuata wachezaji wenzako nawaambia asa umeharibu hapo, hii njia umepiga sio sahihi nini. Mambo mengi sana mnafanya hivi zile. Kwa nini mnafanya vile na wakati unaona muda mwingine ni makosa ya goalkeeper? Kwa nini ile mambo inafanyika sana? Kimpira mara nyingi ipo hivi kwamba kosa linapotokea au goli linapofungwa huwa sisi tunatazama movement ya chanzo cha lile kosa muda. Hivyo unakuta goalkeeper una wajibu wa kumtuma mchezaji mwenzio mapema kabla ile kosa hajatokea. Sasa unapoona goalkeeper anakuja anafoka, maana yake alianza kunusa hatari ya lile jambo. Hivyo alisema labda fanya hiki, fanya kile. Then wachezaji unakuta hawakufanya full concentration na lile jambo. Kwa hiyo inapokuja umefungwa ndio unaanza kulalamika kwa sababu unakuta lile kosa ulishaliona kabla ya goli halijafungwa. Ndio maana makipa wengi huwa tunalalamika kwa sababu tulishatoa majukumu. Tulishakuwa tumeelekeza kabla ya kosa halijafanyika. Kwenye kucheza mpira au kwenye swala zima la goalkeeper au swala zima la maisha, tunasema kwa kuna zile moment ambazo huwa hazisahauliki milele au kwa muda mwingi sana kusahaulika ni ngumu sana. Katika tukio la ukipa, ni tukio gani ambalo limewahi kutokea ukasema hili tukio ambalo nilitaka kunikatisha tamaa au niliumia sana au niliogopa sana ukiwa uwanjani kama goalkeeper? Matukio ya kukatisha tamaa of course yapo mengi yanatokana na attitude ya mchezo, lakini tukio ambalo lilinifanya nikajisikia vibaya sana kiasi ambacho cha kutamani niache kuwa goalkeeper, nakumbuka ilikuwa ni mwaka 2020 kama sikosei. Nilikuwa shule moja, nilikuwa advance. Kuna timu moja ya jeshi waliniita nende nikawachezee. Ilikuwa ni nusu finali kama goalkeeper, kama nafasi ya goalkeeper. Hivyo nikacheza mchezo dakika za mwishoni. Kuna mpira nilimwambia yule mwanajeshi alikuwa anacheza namba beki wangu namba 5. Nimwambia acha. Hivyo nikaenda mimi kutaka kuchukua, then yule mpira ukaniponyoka. Ukafunga goli. Ukaniponyoka, wale jamaa wakasawazisha goli. Ile kosa lilinifanya kujisikia vibaya sana kwa sababu kwanza umecheza timu ya jeshi.
na unajua wanajeshi sometimes wanajeshi kuogopa kule kwa sababu ni wanajeshi. Kwa hiyo ilitaka kunikatisha tamaa ndani ya mchezo, lakini nilikuja nikarecover na mambo mengine yakaendelea. Na ni jambo zuri ambalo umewahi kukutana nalo uwanjani ukasema leo hii mechi aisee, mimi ni moja kati ya mechi nzuri sana kwangu duniani. Natamani hata tungekuwa live hapa nikaonekana ningekuwa mbali hatari sana. Matukio yapo mengi, lakini labda nitazungumzia ndani ya chuo cha CBE. Ndani ya chuo cha CBE. Nakumbuka ligi ya msimu huu tunacheza dakika za mwishoni, nafikiri zimeongezwa ambayo hiyo ligi ya Dr. Chuck hii iliyopita ilikuwa dakika ya mwishoni. Zimeongezwa kama dakika 3 hivi. Kuna beki wangu wa timu ya chuo, mchezaji mwenzangu alishika mipira ya kuania ile. Alishika ikaekwa tuta. Kuna striker anaitwa Deus, striker wa timu ya chuo cha CBE, akawa anaenda kupiga ile penalty. Kwa hiyo watu wakawa wamekaa wanasubiri kwa sababu ilikuwa ni penalty ya maamuzi. Then kukutana na mtu kama Deus katika nyakati kama zile nikaweza kucheza ile penalty yake. Kwa hiyo ndio nyakati pekee ambayo inanifanya najisikia furaha sana kwa kipindi ambacho nimekuepo hapa. Turudi nchini Tanzania. Naam. Ni goalkeeper gani ambaye unamwadimia sana, ambaye unasema huyu ni mmoja kati ya goalkeeper ambaye hata staili zake ni batikiwa anazichukua, huenda ni jina lenyewe au labda nje ya jina husika? Yes, ni goalkeeper gani huyu? Goalkeeper kwa kweli ninayempenda sana na kumkubali yani kwenye nafikiri ni Djigui Diarra. Inaonekana tayari hata unaovaa. Wewe mwana Yanga. Mimi ni mwana Yanga pia. Chuoni kuna tukio la Simba na Yanga. Ndio. Umejiandaje kwa mfano ambalo linafanyika tarehe I think tarehe ngapi? Nafikiri na Ijumaa kitu kama Ijumaa. Umejiandaje katika tukio hilo, na wewe nafikiri utaparticipate? Umejiandaje? Mimi namshukuru Mungu nimejiandaa vizuri upande wa mazoezi, lakini pia yani ni swala la mentality. Mentality nimejiandaa vizuri na physically nimejiandaa vizuri, kwa nipo tayari kwa ajili ya mchezo. Mimi nataka nina swala la challenge kidogo hapa, kama unaweza kaliokota. Degea una mpenzi? Mpenzi hapana, sina mpenzi. Unamaanisha nini? Maanisha kwamba kwa sababu wachezaji wanasifika sana kwamba goalkeeper kuna sometimes ile ukifunga goli unasema basi ni mpenzi wake, ni ile moment of course hayo yapo, lakini kwa kipindi hichi cha sasa sina mpenzi, lakini alikuwepo. Kwa nini umeamua hivyo na age go so wale wanatamani namna gani hapo? Sio niseme vipi, lakini huwa inatokea sometimes. Ni nyakati tu huwa inatokea. Kuna muda unakuwa idle kwa alone, lakini kuna muda unakuwa kwenye mahusiano. Kuna muda unaweza ukawa naye haeleweki. Kwa hiyo ni nyakati tu, lakini kwa sasa sipo kwenye hayo mahusiano aina yote. Legea. Naam. Nataka kujua zaidi. Ndio. Wewe ukiwa kwenye maisha ya kawaida tunakuona ni mtu mwingine kabisa. Ndio. Lakini ukiwa uwanjani ni mtu mwingine kabisa. Ndio. Ni tabia gani hasa ambayo ulionayo na watu huenda wakawa waifahamu kuhusu wewe? Mimi kwenye maisha yako ya mpira na maanisha maisha ya mpira. Mimi huwa nina kawaida ya kubadilika kutokana na wakati. Kwenye maisha ya kawaida huwa nakuwa mtu wa kawaida kabisa, kwamba naongea na kila mtu na participate mambo ya kijamii vizuri, lakini inapokuja kwenye swala la uwanjani na mimi ni muda ambao huwa ninakuwa serious sana, tofauti na nyakati zote ni za siku au tuseme za kila siku. Inapokuja kwenye swala la ninapofika uwanjani huwa ninabadilika na kuwa serious na kile ninachokifanya, lakini nikitoka nakuwa mtu wa kawaida. Na maana kwamba naweza nikawa mkali sana, naweza nikawa mtu wa kufoka sana, naweza nikawa mtu wa kwenye matukio ya kufurahi na furahi, yani nakuwa na mtu wa hisia, nasema watu wa feelings. Lakini nikitoka pale nakuwa neutral kabisa, ni mtu wa kawaida sana. Ndoto yako kubwa kwenye masuala mazima ya mpira hasa kwenye goalkeeper ni hipi ambayo jamii inaweza ikaisikia leo ili siku ya kesho ikawa reference kubwa kutoka kwa Degea? Ndoto yangu kubwa ni kuja kucheza timu kubwa. Nafikiri ni ndoto ya kila mtu. Lakini pia binafsi ndoto yangu kubwa ni natamani kuja kucheza timu kubwa. Mfano wa timu gani? Tanzania na nje ya Tanzania? Mimi ikitokea Simba, Yanga, yote naweza nikacheza. Wanasema wachezaji hawana timu, ni kweli? Mimi sina timu binafsi. Ninapokuja kwenye swala la mpira mimi popote nacheza. Exactly, popote nacheza. Nje ya nchi huko. Nje ya nchi kitokea Mamelodi, Madrid, Barcelona, naenda kote. Mungu akipenda. Mungu akijalia kitokea
Tutacheza huko. Na mturudi CBE. Naam. Ni mfungaji upi ambaye huwa anakupa mashaka sana pale unapokutana naye ukiona amepangwa namba 9 au zile namba za mbele 11, 7, namba 9, namba 10 huwa anakupa mashaka sana na unatamani ulinzi wako imara sana? Mimi tuseme kiukweli CBE nina bahati mbaya na jamaa mmoja anaitwa Salim Abudi. Salim Abudi. Salim Abudi. Salim Abudi ni msteka ambaye huwa ninapata tabu sana ninapokuwa na mface, kwa sababu ni steka ambaye mara nyingi huwa ninapokutana naye huwa ana bahati ya kunifunga na mimi huwa nina bahati mbaya ya kufungwa naye. Lakini masteka wengine hawajawahi kuwa gumza sana, lakini nyakati za Abudi nafikiri kwangu ni steka ambaye huwa ana finishing nzuri sana anapokutana na mimi. Labda kwa kumalizia kabisa, kwa muono wako, swala zima la mpira wa miguu pamoja na tunashumu mpira wa miguu wenyewe husika, unauona wapi ukifika miaka ya mbele huko? Utakuwa ni hivi ambao mnacheza au kutakuwa na mfumo mwingine, kwa sababu tumeona kuna AI, kwa AI itaingia kwenye mpira au kuna mabadiliko gani kwenye mambo ya football na mambo ya AI? I think they don't match, lakini tunazungumzia CBE, si ndio? Naam. Sisi tumekuwa mafinalist kama mara 3 hivi mashindano makubwa tumecheza miaka ya nyuma, mwaka juzi, mwaka jana. Labda tuseme kwamba vijana hao ambao wataendelea kuwepo kama watakaza zaidi wanaweza wakavuka pale ambapo sisi tumeishia. Kwa hiyo naiona timu katika nafasi ya kipekee kama endapo kuna mambo yatabadilika in terms of facilities na vingine, vijana watafika mbali michezo, particularly katika hivi view ambavyo tuna. Umekuwa na misimu mingapi CBE kwani? Mpaka sasa nafikiri huu ni msimu wangu wa 4 na misimu minne nikiwa msimu ambao umefurahia zaidi. Msimu ambao nimeufurahia zaidi nafikiri ni msimu huu. Msimu huu umechukua kombe? Hapana, sijabahatika kuchukua kombe. Lakini nafikiri nimecheza shindano moja kama si mawili. Sijabahatika kuchukua kombe, lakini tuzo nyakati za tuzo bado sijatoka. Lakini Mungu akipenda pengine nitapata. Naam. Shukrani sana Bwana De Gea, lakini jambo la mwisho kabisa ambalo ningetamani kuweza kuambia audience kwa masuala mazima ya mpira, hasa sana kwenye masuala mazima ya goalkeeper. Nini ambacho natamani labda kuwahasa kwa vijana wa CBE ambao tulitaka kwamba tumetoka mpaka sasa umesema uko na msimu wa 4. Kwa vijana ambao labda una trainings, I think unao vijana ambao una trainings. Yeah, of course. So kipi cha kuambia pamoja na wengine hasa? Kitu cha pekee cha kuambia vijana particularly ma goalkeeper ni kwamba goalkeeper anapokuwa uwanjani kila siku ni kama yuko field. Kwa hiyo kila siku unapokuja ground unajifunza vitu vipya. Hakuna mtu ambaye yuko full, yani tunasema compact kwamba amekamilika. So waje kwa wingi, wafanye mazoezi, wazidi kuwa bora kila siku, kwa sababu goalkeeper anafanya mazoezi kila siku, unazidi kuwa bora zaidi ya jana. So waje kwa mazoezini bila kuchoka, wafanye mazoezi ili kuzidi kuwa bora. Tuzidi kuwa bora kila siku. Wow, shukrani sana ndugu mtazamaji wa channel ya Generation TV. Lakini swali la ziada na la nyongeza ambalo nitakwenda kumuuliza Mr. De Gea, kabla ya kuingia uwanjani, nini ambacho huwa unafanya ambacho unakiamini sana? Naamini ukifanya hicho kuna huenda utapata ushindi. Mimi huwa nina kariba ya kujipa masaa mawili ya kupumzika kabla ya mchezo na kutathmini kusoma mchezo ninapokuwa nje ya uwanja. Kwa hiyo huwa ninapata muda wa kupumzika, kufikiri pia na kujitia moyo kwamba mchezo huu labda anahitaji kushinda, unahitaji kufanya kitu cha ziada, sana sana kuibeba labda timu. Kwa hiyo huwa ninajipa muda huo, ndio kitu changu cha ziada, lakini kubwa kabisa huwa ninafanya ibada. Kila kabla ya kuingia uwanjani huwa ninasali, nafanya ibada ili niweze kuepukana na ajali za kimwili pia za kiroho, yani huwa ninafanya ibada na then naingia uwanjani kufanya kazi. Naam, shukrani sana ndugu mtazamaji wa channel ya Generation TV. Hayo ndio mambo ambayo De Gea huwa anayafanya kabla hajaingia uwanjani. Cha kwanza ni kumkumbuka Mwenyezi Mungu. So langu jina ni Thomas Alex, lakini kitu cha msingi sana usisahau kusubscribe, kushare na ndugu na jamaa na marafiki, hasa mtagi yule rafiki yako ambaye ni goalkeeper, ili aweze kupata ujumbe huu uweze kufikia popote pale duniani. Yes, this is another one and only. Langu jina ni Thomas Alex again and again.